tunajifunza maisha ya daraja la kwanza. Maisha ya daraja la kwanza. Haya ni maisha ya Mungu Baba na watoto wake. Ni maisha yanayofunua ushirika uliopo ambao ni wa ndani, kwamba watu wana uhakika wa 100% wa kile anachokisema Baba Mungu, na wana ujasiri wa kukiishi anachokisema Baba Mungu. Mungu watu kama hawa tayari ameshawafunua katika baraka. Ndio maana unamwona kila aliyeishi kwa imani, baraka za Bwana zilifunuliwa kwenye maisha yake. Haya ndio maisha ya juu. Maisha ya imani ndio maisha ya juu, na haya ndio maisha ambayo mashetani wote hawawezi kuyagusa. Haya ndio maisha mashetani wanayaogopa. Maisha ya imani hawawezi hata kuyasogelea. Kwa hiyo Mungu anapotuambia mwenye haki ataishi kwa imani, anauona ule uzuri wa kuishi kwa imani, anauona ule utukufu, anauona ule ushindi, anauona ule uweza. Kwa sababu huyu mtu anaishi kwa imani ndio mtu ambaye hakuna jambo halitawezekana kwake. Anaanza kuexperience ulimwengu wa kuwezekana. Mambo yanawezekana kwa sababu mtendaji mkuu kwenye maisha ya mwenye haki anaishi kwa imani ni mkono wa Kristo wenyewe. Sasa tulipomaliza Ijumaa tulikuwa tumeangalia maadui wa maisha ya imani. Tuliangalia na tulienda na moja ndiyo ambayo tukaizungumzia sana, ilikuwa inaitwa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maadui wa imani wako wengi, na tulipoangalia tukaona mwingine anaitwa kukosa maarifa. Kukosa maarifa. Tukamwangalia mwingine anaitwa madhabahu ya dini au roho ya dini. Tukamwangalia mwingine anaitwa mazoea. Tukamwangalia mwingine anaitwa ngome. Na tukamwangalia mwingine anaitwa kuridhika. Sasa leo tutakwenda na huyu adui anaitwa kuridhika. Sasa kuridhika ni adui wa maisha ya imani, kwa sababu mtu anayeishi kwa imani hajawahi kuridhika na hali aliyopo. Ndio maana ukisoma maandiko, kuna mwanamke Biblia haitaji jina lake, ila anatambulishwa kwa tatizo lake. Wanamuita mwanamke aliyetoka damu kwa miaka 12. Moja ya watu ambao
tunajifunza hawakuwahi kuridhika ni huyu mwanamke. Kuridhika ni nini? Kuridhika ni hali ya moyo uliotosheka, unasikia kutosheka na hali iliyopo. Kuridhika ni ile hali inayokunyima kuchukua hatua ya kutoka mahali kwenda mahali. Ni hali inayokunyima kuchukua hatua kutoka mahali ulipo kwenda mahali tofauti. Yes. Kuridhika ni hali ambayo inakuweka kwenye box. Ni hali inayokuweka kwenye box au gereza, kwamba haya ndio maisha yangu, sina maisha mengine, siwezi kuwa tofauti, hakuna kisha kunisaidia kutoka hapa. Hata kama iweje, mimi siwezi kutoka hapa. Haya ndio maisha yangu, hapa hivi ndivyo nilivyo, yaani paka na kufa hivi ndivyo nitakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke naye muongelea aliteseka, na kiwango chake cha kuteseka ni kikubwa mno, kwa sababu pia watu walimkataa na hakukuwa na mwanya wa kusaidika, kwa sababu alishatumia kila alichonacho ili ajisaidie kutoka katika hali iliyokuwepo, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo akafilisika, watu wakamkataa na hakuwa na kingine. Kwa hiyo huyu alitakiwa tu atengeneze mazingira rafiki ya kukaa tu na hali yake hivyo hivyo. Sina tumaini, ngoja tu niridhike, nikae tu mpaka mauti nikute. Hivyo sina msaada, sina mtu, sina hela, sina chochote, na mimi ni najisi, siwezi kutoka hapa. Watu nikawafuata, wakanikubali. Kwa hiyo mwanamke alistahili kuishi maisha ya kuridhika na hali yake. Watu wanaoridhika, utawajuaje? Watu wanaoridhika utawajuaje? Cha kwanza, kutengeneza hali ya kuelewana na tatizo alilonalo. Kutengeneza hali ya kuelewana na tatizo alilonalo. Namba 2, hulipa tatizo jina zuri. Ulipa tatizo jina zuri. Utafuta jina ambalo linaeleweka. Ni tatizo, lakini inabidi utafute kitu ambacho kitakufanya tu uendelee kuwepo, uendelee kuishi, uendelee kuona ni sawa, haya nao ni maisha. Kitu kingine, utafuta kujionyesha kuwa hilo ni fungu lake. Utakuta mtu anasema, mimi ndo Mungu kanipangia hivi, Mungu ndo kanipangia hivi hivi. Kwa mimi ni fungu la kukosa. Mimi ni wa kuumwa tu. Mimi ni wa kukataliwa. Mimi siwezi. Anaridhika kiwango ambacho anamchukua Mungu, anamuweka kwamba Mungu pia anajua kwamba lazima aishi hivyo. Roho ya kuridhika na ipigwe kwa jina la Yesu.
kuridhika haikupi kupigana na tatizo, haikupi kupigana au kushindana na tatizo lililopo. Hali ya kuridhika umfanya mtu asisumbuke kuwaza au kuchukua hatua kutoka kwenye tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mwanamke yeye hakubeba roho ya kuridhika. My God. Wewe ukijiangalia hapo ni mwisho. Yaani hivyo ulivyo ndio mwisho. Kwa nikubali tu, yani mimi ndo hivi, ufahamu wangu ndo huu, maombi yangu ndo haya. Maisha yangu ndo hivi. Mimi nimezaliwa kuwa mpangaji. Ndo hivi. Mimi ni mtu wa kipato cha chini. Ndo hivi. Mimi sitaolewa. Ndo hivi. Nimeumbwa kuishi peke yangu. Sikupata hiyo neema. Wako wengine wamepata. Kwa hiyo najiwekea na majina kwamba mimi hapa sio wa kuolewa. Mwingine anaweza kujiita mimi ni tasa. Nani akwambia? Hata Biblia haikutambulishi tasa. Biblia nzima inakukatalia. Hakuna aliye tasa katika Israeli. Kwa hiyo mtu akiridhika ndio mimi ni tasa, ndio mimi sizaagi. Hapana, haiendi hivyo. Roho ya kuridhika ni roho ya mauti. Roho ya kuridhika ni roho ya kichawi. Ina nguvu ya kuyaroga maisha ya mtu. Roho ya kuridhika ni gereza ambalo limemshikilia mtu asiwe mwingine, kwa sababu unavyojiona alafu unavyojitamkia, uiangalie nafasi ya Mungu, unatosha wewe na akili zako na unahisi umemaliza. Haumpi Mungu nafasi kwamba yuko Mungu wa miujiza, anaweza kunitoa hapa nikikubaliana na anachokisema. Naanza kuongea na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyu mwanamke akuridhika na hali ya maisha yake, akasema hapana, mimi sio maisha yangu, mimi lazima nipone, hii damu lazima ikatike. Akapata ufunuo kutoka ndani yake. Ukisoma maandiko utaanza kuona huyu mwanamke hakuwa mtu wa kwanza kumgusa Yesu. Hakuwa mtu wa kwanza. Kwa hiyo alipata experience ya mtu mwingine kwamba ukimgusa pindo kuna nguvu itamtoka na wewe utapona msiba wako. Sikia. Huyu mwanamke alienda anaitwa najis. Watu hawamtaki, hafai, lakini alisema mimi nimekataa kuridhika na matatizo. Nimekataa kuridhika na ugonjwa. Mimi sitakufa na ugonjwa. Yuko naye muamini anaitwa Kristo. Yeye ni majawabu ya hali nilionayo. Akatoka. Huyu mwanamke asingetoka angezikwa. Asingetoka, asingeandikwa kwenye Bible, usingemuona. Lakini kile kipengele cha kusema siridhiki na hali nilionayo, my God, akachukua hatua. Akawa na moyo mkuu. Akakutana na mashindano mengi. Oh God. Akamkuta Yesu amezingirwa na watu. Ni kama vile hakuna nafasi yake,
lakini kwa sababu amesema mimi ni fighter, sikai katika kuridhika, sirudi paka nimepokea, sirudi paka kitu kimetokea. Kulikuwa na watu wamemzunguka Yesu, lakini hakuna hata mmoja aliyefanya chochote nguvu za Yesu kutoka. Ila huyu mwanamke aliyetoka ndani na kwenda straight ili ajiokoe na madhabahu ya mauti. My God. Alipofika aligusa pindo la chini la Yesu. Lakini kwa sababu kulikuwa ni mkakati, manuizio, mapanio, nguvu zilimtoka Yesu. Na yule mwanamke Bible inasema alipona papo kwa papo, kwa sababu hakuwa na roho ya kuridhika. Haleluya. Ukisoma maandiko, kuna mtu anaitwa Bartimayo kipofu. Siku Bartimayo anasikia Yesu Mnazareti anapita, Yesu Mnazareti anapita. Bartimayo akasema siwezi kutosheka na maisha ya upofu, leo ninamuita Yesu. Akaanza kupiga kelele, haoni, lakini moyo wake anasema hapana, mimi sitakiwi kuendelea kuishi kipofu. Siko tayari kuridhika, siko tayari kukaa kwenye upofu, siko tayari. Leo nataka kumuita huyu Yesu. Sikiliza, akaanza kumuita Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Wanafunzi wakamwambia usipige makelele, rudi, usimpigie mwalimu kelele. My God. Kama angekuwa na pepo la kuridhika, angegeuza akaendelea na upofu wake. Lakini walipomzimisha, yeye akaendelea kupaza sauti, anasema Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasema mleteni. My God. Kwa hiyo ile hali ya kutokuridhika na hali aliyokuwa nayo ndio ilimpa ujasiri na uhakika na nguvu ya kwenda kupokea hatima ya macho yake. La sivyo Bartimayo angekufa kipofu. Sasa mimi niende kwa Yesu, kwanza sina macho, kwanza nitamuonaje? Na alipokashwa tamaa ndio angerudi kabisa. Jamani, basi sisi wengine tuliumbiwa tu tukae tu vipofu tu, basi ngoja tu nitosheke na upofu wangu. Lakini Bartimayo akasema sina macho lakini nina kinywa, sina macho lakini nina kinywa. Huyu Yesu atanisikia leo. Nimechoka kuwa kipofu, nimechoka kuwa kipofu, sitaki tena kuwa kipofu. Hali hii sio kwa ajili yangu. Mungu akutaka niishi kipofu daima. Yesu unirehemu. Haleluya. Sikiliza. Kuridhika kunafanya kazi kimkakati. Kwa sababu unaporidhika unahisi mambo hayawezekaniki. Unahisi hamna msaada. Unahisi wewe ndio wa mwisho. Yaani akili zako zinakudanganya kwamba hakuna tumaini, lakini liko tumaini ndani ya Kristo. Unatakiwa uamini na unaweza kutoka hapo na kuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia. Huyu mwanamke anaitwa Msiforoinike, mwanamke Mkanaani. Huyu mwanamke alikuwa na mtoto. Mtoto wake
alikuwa amefungwa na nguvu za giza. Kwa hiyo waliteseka na kuteseka na kuteseka. So akasema hii hali ni mpaka lini? Akaamua sasa, mimi sikubali haya yawe maisha yangu. Sikubali mtoto wangu ateseke hivi. Na angalia, hapana, siko tayari. Hapana, nitakwenda kwa Yesu. Alipofika kwa Yesu akasikia kauli. Yesu anasema, siwezi kuchukua chakula cha watoto nikawapa mbwa. Kama huyu mwanamke alikuwa na roho ya kuridhika, ndo alikuwa anarudi ili akafe na mtoto wake. Lakini mwanamke akasema, hapana, yani hilo sijioni kama ni mwisho wa mimi kusaidika. Sijioni kama ni mwisho, naweza kusaidika, naweza. Akamwambia Yesu, hata mimi nikiwa ni mbwa, sawa, ninaweza nikala makombo yaliyosazwa na watoto wako. Yesu akashangaa, huyu mtu king'ang'anizi, hataki kurudi nyuma, hataki tena kuishi kwenye shida. Ni mtu huyu ana imani. My God. Yesu akasema, sijawahi kuona imani kama hii, kwamba alipata na ufunuo kwamba watoto wakisha shiba chakula cha mezani cha uponyaji wao, huwa wanaangusha. Sasa anointing ile iliyoko mezani ndani ya hivyo vyakula vya watoto ndio anointing hiyo yenye vyakula vinavyodondoka chini. Kwa hata mimi nikila vya chini, upako ni ule, kupona ni pale. Akamwambia Yesu, sili mezani, nitakula makombo. Jesus. Akaona Yesu akasema, ufunuo umeutoa wapi? Kwa sababu kumbe hata makombo yana upako ule, yana roho ile, yana nuru ile, yana uzima ule, yana afya ile, yana utukufu ule. Yule mtoto akapokea uponyaji instantly, kwa sababu hakukuwa na madhabahu ya kuridhika inayotenda kazi ndani ya mama yake. Leo nakutoa kwenye kuridhika katika jina la Yesu. Leo nakunyima kuridhika katika jina la Yesu. Hautakaa katika kuridhika, hautateswa na maridhiko. Wewe sio mwana wa kuridhika. Amen. Hapa kuna mtu aliridhika. Tutamsoma. Fungua pamoja nami Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 17 mpaka wa 20. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 17. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni, akafa, kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme. Vipimo 2 vya shairi ya shekeli na vipimo vya unga mzuri wa shekeli ndivyo vitakavyokuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Naye yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili linawezekana? Akasema, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni, akafa. Bwana asifiwe. Yaani kuridhika ni roho
ya mauti. Kwa sababu unaporidhika ndivyo lango la udhaifu linavyokuwa na nguvu ya maisha yako. Kuridhika kunafunga mbingu kutenda kazi juu yako. Kuridhika kunaruhusu giza kukutesa. Huyu mtu alikuwa ni mwenye cheo, kwa sababu baada ya mfalme yeye ndo alikuwa msaidizi. Lakini hatusemi kwa sababu alikuwa msaidizi wa mfalme basi hawezi kuridhika. Matatizo yalipokuja kwenye nchi, huyu mtu akatengeneza hali ya kukubaliana na yale matatizo, kukaa vizuri na yale matatizo, kuyaona yale matatizo ndio maisha, kwamba hamna njia ya kuwatoa, hamna njia, hamna nafasi, hamna kitu kitafanyika wao kutoka hapo. Ndivyo alivyoona, akafunga nafasi ya Mungu. So neno likaja akalisikia. Lakini kwa sababu ya kuridhika moyo wake akaufunga. Hakuliamini ile neno, moyo wake akaufunga. Na kama neno likija na haliwezi kuchangamana na imani ndani yako, Mungu anasema hautaingia rahani. Kwa hiyo huyu mtu badala tu anyamaze na kuridhika kwake, angenyamaza. Yeye akamjibu Mungu. Mungu anamwambia kesho asubuhi kutakuwa na utele. Mungu anasema kesho asubuhi kutakuwa na utele. Haleluya. Sisi watu wa imani lazima tuheshimiane, kwa sababu maisha ya mtu wa imani yanaweza yakabadilika fumba na kufumbua. Yaani mtu unaimuona leo anatembea kwa mguu mpaka Bunju, mheshimu sana. Mungu anaweza kufanya. Sikia, katika hali hiyo ikawa sasa huyu mtu neno la Mungu limekuja, anamwambia Mungu anasema, na Mungu akisema, tumesema neno lake ni roho. Alirudi bure, ni mamlaka ya kwanza na ya mwisho, na yeye Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa neno likija lazima uwe na uhakika nalo, lazima uwe na uhakika nalo. Sasa huyu kwa sababu ya hali yake ya kuridhika na tatizo akasema haiwezekani. Tena aliongea vibaya, sio tu kwamba haiwezekani, akasema hata madirisha ya mbinguni yakifunguka jambo hilo haliwezekani. Huyu jamaa huyu Mungu akamwambia umesema hivyo, utaona kwa macho lakini hautakula. Kwa huyu mtu hakuzini, hakuiba, ila yeye kuridhika ndo kulimtesa. Ile hali ya kuridhika na tatizo lilonalo lilimfungia kabisa, asione kama kuna mlango wa kutoka. Kwa akajua mimi maisha yangu ni haya, tutaendelea na njaa hivi hivi, hakuna kitu kitafanyika kitutoe kwenye njaa. Kumbe Mungu anaweza kutoa kwenye njaa yako kufumba na kufumbua. Mungu anaweza kupa mume kufumba na kufumbua. Unajua mambo ya imani hayana protocol. Hayana protocol. We muangalie Yusufu. My God. Yusufu hakuwa na roho ya kuridhika.
amefika gerezani. Akukaa kabisa. Unajua mtu ukiridhika, yani unakaa kwenye tatizo, unakaa alafu unanyosha miguu kwenye tatizo, yani umefika. Sisi wa imani tukiwa tunapita kwenye hali yoyote, haturidhiki, hatujipi majina matatizo. Hatunuki harufu ya matatizo. Hatujionyeshi kwamba sisi ni matatizo yenyewe. Kwa sababu una roho ya imani, unatakiwa lazima uachane hili tatizo. Lazima wewe uende njia ya Bwana, tatizo litafute njia yake. Sasa alipotupwa gerezani, God yeye akukaa mkao wa kuridhika kwamba nimefungwa maisha. Ijapo Potifa alimfunga maisha, lakini yeye alipoingia akuwa amejifunga maisha. Akaona mimi hapa sio kwangu, sio kwangu. Akiwa mla akamwambia mtumishi wa Farao, sikiliza, si nimekuambia kwamba wewe utarudishwa kwenye kazi yako. Wa Farao utarudishwa, wewe hautakufa, utarudishwa. Ila ukifika kule kwa Farao, nikumbuke. Haleluya. Nikumbuke. Yani akuonyesha kwamba mimi gerezani ndo kwangu. Yani mimi lazima nitoke. Kwa hiyo yeye alitengeneza mlango na alionyesha nia ya kutoka. Bwana asifiwe. Yule mtu alienda kule, akaanza kumtumikia Farao, akasahau. Lakini kwa sababu huyu mtu hajaridhika na tatizo analolipitia, moyo wake unataka kutoka na ameshaweka njia, mimi lazima nitoke. Kwa hiyo mimi kutoka kwangu, lango ni wewe mtu. Ni wewe mtu niliye kufungua vifungo, ni wewe. Utanisema tu. Na naamini Yusufu alikuwa akiomba, Roho wa Mungu mkumbushe huyu mtu, mkumbushe kazi niliyompa, mkumbushe. Sikiliza, akiwa bado yuko gerezani, Yusufu akuishi kama mtu mfungwa. Maisha yake yalikuwa tofauti. Paka yule mnyapara mkuu akasema, wewe, mimi nakaa pembeni, wewe utakuwa kiongozi wa wafungwa wote. Wewe ndio utawaongoza, utawasaidia. Wewe ndiye utakayekuwa unawapa maneno. Wewe ndiye utawapa kazi. Wewe ndiye utakayesaidia waelewane. Wewe ndiye utakayewashauri. Wewe ndiye. Kwa mnyapara mkubwa wa gereza akakaa pembeni. My God. Sasa Yusufu akajua, hii sio assignment yangu ya mwisho. Mimi na assignment. Kwa hiyo mimi siwezi kukaa mkao wa kuridhika huko gerezani. Siwezi kukaa mkao wa kuridhika. My God. Sikai mkao wa kuridhika kama nalipwa 50,000. No. Sikai mkao wa kuridhika kama nalipwa 100,000. Hapana. Sikai mkao wa kuridhika kama nalipwa 200,000. Hapana. Sijafika. Sikia. Mbingu ilibidi itengeneze mazingira ili huyu mtumishi wa Farao amkumbuke Yusufu, mtu ambaye hakukubali kuridhika na machangamoto na matatizo. Utamsikia mtu, changamoto yangu, tatizo langu, ugonjwa wangu. Yani paka unaumiliki tayari. Ugonjwa wangu, tatizo langu, yani nazidi kuingia. Changamoto langu, ndio udhaifu wangu, teso langu, ubaya wangu. Yani unajimilikisha vitu ambavyo
Hukuambiwa ujimilikishe. Unatakiwa useme Kristo wangu, nuru yangu, uzima wangu, furaha yangu, raha yangu, pumziko langu. Sio unajimilikisha udhaifu. Roho ya kuridhika na ipigwe kwa jina la Yesu. Sikia, tutasoma andiko hapa. Fungua Wafilipi 3:12 mpaka 14. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Yesu Kristo. Na Kristo Yesu. Mpaka mstari wa 14 umesoma. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nakaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo Paulo analifundisha kanisa ukombozi kutoka katika kuridhika. Kwa hiyo kwenye akili yako utakiwi kujifikiria kwamba umekwisha kufika. Hicho kiwango cha maombi usifikiri kwamba umefika ukakaa hapo unaomba dakika 5, dakika 10, nusu saa. Kuna viwango vikubwa zaidi. Kwa hiyo mimi sitakiwi kujiona au kujidhani kwamba nimekwisha kufika, kwa sababu nikijiona nimekwisha kufika siwezi kuchukua hatua ya kutoka. Nikishajiona tayari, yani hapa ndio mwisho, nimeshakamilika, hapa ndio mwisho. Nikishaona kipato changu God, kipato changu 200,000, basi nimekwisha shika, yani ndio hapa, yani hapa ndio mwisho. Tayari yani mateso. Anasema usijidhanie, usijione kwamba umekwisha kufika, umekwisha kushika, umeshakamilika. Je, hicho ndicho Kristo alichokitaka kwenye neno lake? Hapo ulipo ndio mapenzi ya Kristo? Ni kweli hapo ulipo alivyokwenda msalabani ndio alisema anataka akufikishe hapo. Hebu muulize jirani yako, hapo ndio mwisho? Kwa hakuna haja ya kujidhani kwamba nimekwisha fika kiwango changu cha neno. Yani hapa nimetosheka kwa kweli. Kiwango changu cha kumjua Mungu, yani nimefika, yani nimefika, ni kiwango chote. Kumbe ni kiwango hicho, akili yako inakudanganya. Ndicho kiwango ambacho unatakiwa uwe nacho katika Kristo. Ndio Kristo anataka ndio uwe hapo, au anataka zaidi? Kwa ukishashikwa kwamba umefika, uendi. Kwa anasema usijidhanie umefika, usijidhanie hicho ni kifungo, usijiweke hapo, hapo sio mwisho. Ndivyo ulivyo, hapo sio mwisho. Nasema hapo sio mwisho. Maarifa ulionayo hapo sio mwisho. Maombi ulionayo hapo sio mwisho. Pendo ulilonalo hapo sio mwisho. Msamaha ulionao hapo sio mwisho. Utumishi ulionao hapo sio mwisho. Nguvu ulizonazo hapo sio mwisho.
Usijidhani kwamba hapo ndio mwisho. Hata kipato ulichonacho hapo sio mwisho. Alichukua umaskini wetu akatupa utajiri wake. Sisi ni matajiri wa kila kitu. Ni matajiri wa mawazo, matajiri wa maneno, matajiri wa pendo, matajiri wa nguvu, lakini pia ni matajiri wa hela. Kwa hiyo usijidhani, usikubali kuridhika. Ukikaa hapo umefika, hapana. Anakuambia toka hapo, anasema fanya jitihada za kufika Kristo anapotaka ufike. Fanya jitihada, pambana. Haleluya. Chukua hatua utoke hapo. Usikubali ushikiliwe na hapo. Chukua hatua ufike pale neno lake linataka ufike. Neno lake linataka uwe nani? Anatoka hapo ufike pale neno limekuambia uwe. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu Paulo analiambia kanisa kwamba usikae hapo, fanya jitihada za kutoka hapo. Wala usirudi nyuma. Hapana, unatakiwa kusonga mbele, kwenda juu zaidi, kiwango kingine, kwa sababu wewe ni mtu wa daraja la kwanza, sio mtu wa daraja lolote. Kwa hiyo lazima utoke hapo. Amini anachokisema Kristo. Kiishi anachokisema Kristo. Kitambue na ukichukue yawe maisha yako. Hapo sipo. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu wa Mungu anasema sintashikiliwa na yaliyotokea. Sintashikiliwa na nilionayo tayari. Nilivyo navyo havitakuwa gereza langu. Anakataa. Anasema rudi kwenye lengo. Rudi kwenye kusudi la neno. Rudi kwenye wito. Rudi kwenye mapenzi ya Mungu. Nini mapenzi ya Mungu? Toka hapo, usishikiliwe na hivi. Wewe ni zaidi ya hapo. Wewe ni zaidi ya hapo. Asante Yesu. Mstari wa 14 naomba usome tena. Anasema, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo anasema I keep running hard toward the finish line. Anasema yani na kaza mwendo. Ametumia Kiswahili kizuri. Na kaza mwendo, na ng'ang'ania, na pigana, na shindana. Nifikirie pale Kristo anataka niwe, pale mahali penye utukufu, pale mahali jina lake linainuliwa, pale mahali alipokusudia niwe katika umilele. Ninakaza mwendo, sishikiliwi na haya ambayo nayaona. Sasa naenda, siridhiki, naenda, nakaza mwendo, ninatoka niwe kile ambacho Kristo alitaka niwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, mbegu ya kuridhika imekufa ndani yako katika jina la Yesu. Nasema mbegu ya kuridhika imekufa ndani yako katika jina la Yesu. Sasa
tutasoma ile andiko la mwisho tuweze kuomba. Fungua Wakorintho wa kwanza 9. Wakorintho wa kwanza 9, 24 mpaka 27. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote, bali hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiria wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Sasa hapa anataka kutuonyesha swala la kuwa na matokeo, kwa sababu unapigana mbio ili iweje? Kwa sababu ninapopigana mbio, ninapoingia kwenye mashindano, kwa nini naingia kwenye mashindano? Ninaingia tu niwasindikize watu? Nikiingia kwenye mashindano, ina maana nimeingia ili nipate. Haleluya. Ninaingia kwenye mashindano ili nishinde, kwa sababu sio kila mtu anaingia kwenye mashindano anashinda. Lakini lengo la kuingia kwenye mashindano ni ili mtu ashinde, ili apate, ili afanikiwe, ili aweze. My God. Kwa mtu mwenye kuridhika anaingia kwenye mashindano bila lengo, bila lengo. Tumeingia kwenye kutembea na Kristo ili tupate, ili tushinde, ili tuweze, ili tufanikiwe, ili tuwe na shuhuda. Kwa atupo ndani ya Kristo tusiwe na matokeo. Lazima tuwe na nini? Na matokeo. Haipaswi kuonekana kama yule ambaye anapiga ngumi hewani. Haipaswi. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, mtu akipiga ngumi hewani anachoka. Hatuishi kupiga ngumi hewani, wala hatukimbii mbio za sakafuni, mbio zisizo na faida, zisizo na matokeo. Tunapiga mbio ili tupate. That is the reason. Ili tupate, ili tufanikiwe. Unahitaji kujionyesha. Kutembea kwangu na Mungu, ona, 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 ona. My God. Hebu anza kumuonyesha jirani yako, umetembea na Mungu, una nini? Muonyeshe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi ninapigana, lakini ninapigana ili kupata. Paulo anasema nimevipiga vita vizuri vya imani. Imani nimeilinda na mwendo nimeumaliza.
cha kuonyesha. Amen. Ana sifa, ana utukufu, ana nguvu, ana athari, hajawahi kushindwa. Kwa hiyo utukufu wote ni kwa Kristo, na yeye anatembea katika mbingu kumwadhimisha. Mbingu zinamsherekea kwa sababu ya ushindi. Lakini wanaoridhika wanakimbia bila lengo, wanapigana bila lengo. Kwa mtu yupo tu ameridhika. Akiambiwa aombe aombi, akiambiwa asome neno. Sasa hivi kitabu cha Luka hujawahi kusoma hata tangu tumeanza Mathayo hujawahi kusoma. Haleluya. Ukiambia basi njoo kanisani msifu Mungu, nako kumsifu umsifu. Usifu. Yaani upo. Sasa hamna alama za kushinda. Huwezi kupata tuzo, huwezi kupata heshima, huwezi kupata nafasi, huwezi kupata kibali, huwezi kuonekana kwenye ulimwengu wa roho kwamba huyu tunajivunia. Kwa sababu kama tunaamua kutembea na Mungu, tujionyeshe tunatembea na Mungu. Kila mtu akitoka huko tukikutana, Neema amekaa hapo na Adriano ni shuhuda, mnashuhudiana mpaka saa 7. Mmesahau kama ni saa 7 usiku. Adriano anakuambia basi niache niende. Na anambia ngoja bado ushuhuda mmoja. Yaani nilivyoenda Mikocheni Bwana alifanya hivi. Na yeye anakuambia nilivyoenda Mbezi Kati Bwana alitenda hivi. Bwana Jesus. Na waona watu ambao hawajawahi kuridhika katika jina la Yesu. Nasema na waona watu ambao hawajawahi kuridhika katika jina la Yesu. Hicho kitu kinachokuridhisha leo lazima ukiache nyuma. Lazima wewe uende, wewe ni zaidi ya hicho. Kuna mema mengi yako mbele. Kuna viwango viko mbele. Kuna utukufu uko mbele. Kuna kibali iko mbele. Kuna heshima iko mbele. Kuna utukufu uko mbele. Kuna utajiri uko mbele. Hapo sio mwisho wako. Chochote kinachokushikilia katika kuridhika lazima leo kikuache kwa jina la Yesu. Ninakataa pando la kuridhika. Ninakataa majenzi ya kuridhika. Nakataa akili ya kuridhika. Nakataa muunganiko na kuridhika. Nakataa kuona nimefika mwisho wakati sijaanza. Ninakataa kushikiliwa. Natoka kwenye gereza la kuridhika kwa jina la Yesu. Majina yote niliyojipa katika kuridhika leo nayafuta kwa jina la Yesu. Majina niliyojipa katika kuridhika leo nayafuta kwa jina la Yesu. Harufu zote nilizozipata nilipokaa chini nikawa nimeridhika katika hicho kiwango kidogo, leo hiyo harufu ninaikataa kwa jina la Yesu. Huo utambulisho na ukataa kwa jina la Yesu. Hizo alama za kuridhika nazifuta. Piga kelele kwa Yesu. Haleluya. Sema Baba Mungu, ninakushukuru umenipa maisha ya imani. Hayo ndio maisha yangu. Mimi ni mtu wa daraja la kwanza. Roho Mtakatifu, ikiwa walionitangulia uliowapa majina mazuri hawakuridhika, nami nakataa kuridhika. Leo najitoa katika muunganiko wa kuridhika. Ninakataa kushikiliwa na hali moja. Ninakataa kujiona kwamba hapa ndio mwisho wangu.
Ninakataa kutekwa na hili gereza linaloitwa kuridhika. Kwa jina la Yesu, mifumo ya kuridhika ninaiua ndani yangu, naiadabisha ndani yangu. Leo hii ile hali ya kuridhika niliyoungamanishwa nayo, leo ninajikata. Roho ya kuridhika, leo najitenga na wewe. Nimekataa mafundisho yako, nimekataa lugha zako, nimekataa sauti zako, nimekataa umbo lako. Leo nalivua umbo la kuridhika, nalivua leo umbo la kuridhika, nayavua leo macho ya kuridhika, naivua leo sauti ya kuridhika, moyo wa kuridhika ninaung'oa ndani yangu. Ile hali ya kujiona sina jingine, siwezi kutoka hapa, msaada wa Mungu haupo, leo nakataa. Maana Kristo Yesu alikufa akafufuka ili niwe mwingine kila siku. Ameniambia nitatoka utukufu hata utukufu. Ewe Roho Mtakatifu, leo najiachanisha na roho ya kuridhika. Najifungua kwenye agano la kuridhika. Nakataa kuridhika kimaombi, nakataa kuridhika kimaarifa, nakataa kuridhika kimahusiano, nakataa kuridhika katika pendo, nakataa kuridhika katika akili, nakataa kuridhika katika fedha. Kwa jina la Yesu, leo hii na ijulikane kwamba mimi ni mwingine. Leo najitoa. Sijidhani kwamba nimekwisha kushika, nimekwisha kufika. Leo natoka, nichukue hatua ya kwenda mbele, nichukue hatua ya kusogea, ya kupanda ngazi. Kataa roho ya kuridhika, kataa roho ya kuridhika. Nataka ukakatae madhara ya kuridhika. Kuna mtu alikuwa anavaa mavazi ya zambarau, akaridhika, akasema nafsi yangu, ule unywe kwa kuwa una kila kitu. Kumbe Mungu anaona pale sio mwisho, kwa sababu yeye alipata vitu hata Mungu hana. My God, nataka tukakatae madhara ya kuridhika. Ni mengi. Mtu anaporidhika anakuwa dhaifu, mnyonge, anashikiliwa kwenye madhabahu ya hicho anachoridhika nacho, anakamatwa na gereza. Roho za mauti, mateso yanamzunguka. Wewe sio mwana wa kuridhika. Biblia inasema njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa na kung'aa na kung'aa na kung'aa hata mchana mkamilifu. Wewe sio mwana wa kuridhika. Leo kila alama ya kuridhika iliyo kwenye maisha yako, kila athari, chochote, hata kama kuridhika kumekupotezea watu, kumekufanya ukataliwe, kuridhika kumeleta aibu. Kuna vitu vimepotea kwa sababu umeridhika. Kuna namna akili yako imedumaa kwa sababu ya kuridhika. Kuna namna kuna uchovu kwa sababu ya kuridhika. Moyo wako hauna nguvu kwa sababu ya kuridhika. Leo kila madhara na yapigwe kwa jina la Yesu. Tutahukumu hukumu zote juu ya kuridhika. Kila hukumu leo utaiachilia kwenye madhabahu ya madhara ya kuridhika.
kila hukumu. Hata watoto wako hawataridhika, hawataridhika. Jesus. Hata mwenzi wako hataridhika. My God. Kwa sababu wewe sio mwana wa kuridhika. Sema kwa jina la Yesu, leo nayakusanya madhara yaliyo kwenye maisha yangu, kwenye ulimwengu wangu, kwenye utumishi wangu, kwenye viungo vyangu, kwenye malango yangu, kwa watoto wangu. Kila madhara leo ninayahukumu kutokea shinani. Hakuna madhara yatakayoonekana kwa aina yoyote ya kuridhika, kwa kuwa mimi kuridhika sio fungu langu. Leo hakuna mkataba unaoendelea kuwepo kati ya mimi na kuridhika. Mimi sio wa kuridhika. Hivyo madhara yote na yaondoa. Hata umaskini ninauondoa, ufukara na uondoa, mikopo na iondoa kwa jina la Yesu. Ninakataa hata magonjwa yaliyoingia kwenye mwili wangu kwa kuridhika. Hata vifungo, mawazo mabaya, nia mbaya, maamuzi mabaya niliyoyafanya kwa sababu nimeridhika, leo nayakataa hayo madhara yote. Hebu tengua madhara kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema juu ya sauti yako, sema kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ni usiku wa kutoka. Usiku wa leo ni usiku wa kukata shauri. Mimi na kuridhika nimesema basi. Mimi na kuridhika ni maadui wakubwa. Mimi na kuridhika atwendi njia moja. Ewe roho ya kuridhika, leo na kukusanya. Hata kama nilikurithi, hata kama uliingia kwa njia ya malezi, kwa njia ya makuzi, kwa njia ya uvamizi, leo ninakukataa mbele ya uso wa Kristo. Ninakukataa ewe kuridhika. Chukizo la uharibifu hautakalia fahamu zangu, hautakalia fahamu zangu kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kuridhika, na kukataa leo kwenye nyumba yangu. Hautakaa, hautakaa, hautaongea, hautafanya kazi zako. Kuridhika na kutupa nje ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kuridhika, acha macho yangu. Wewe uliyeshikilia macho yangu, nione kila kitu ni sawa, nione kiwango cha chini sawa. Ewe roho ya kuridhika, ninakuamuru wewe roho ya giza, achilia macho yangu. Nataka niuone mwisho nikiwa mwanzo kwa jina la Yesu. Kuridhika na kataa leo kuishi ndani ya macho yangu. Hautanidanganya kwamba hii ndiyo namna yangu ya kuishi, maana Kristo alienda msalabani kwa mambo makubwa zaidi. Hivyo leo, ewe roho ya kuridhika, na kuamuru acha macho yangu. Leo hii ninavunja mipaka niliyowekewa
na madhabahu ya kuridhika. Kila mpaka unaoonekana, usioonekana, mpaka wa kiuchumi, mpaka wa mahusiano, mpaka wa afya njema, mpaka wa nguvu, leo hii kila mpaka ninauvunja kwa jina la Yesu. Enyi mipaka mliofikiri mnanichukua siku zangu zote, leo na walaani, na achilia moto, na wateketeza. Enyi mipaka mliokaa vizazi na vizazi, leo na walaani kwa laana kubwa. Enyi mipaka ya kuridhika, leo anguka, anguka, anguka. Kila mpaka wa mapato dhaifu, anguka. Kila mpaka wa afya dhaifu, anguka. Kila mpaka wa akili ndogo, anguka. Kila mpaka wa mahusiano, anguka. Kila mpaka wa nguvu, anguka. Hebu angusha mipaka iliyozaliwa. Nataka uinue mipaka juu ya huduma ya Living Water. Kila mpaka tuliowekewa, tuliojiwekea, roho za kuridhika tulizo nazo kama kanisa, leo tunakwenda kung'oa kila aina ya madhabahu ya kuridhika inayofanya kazi ndani ya huduma hii katika jina la Yesu. Tunakataa mipaka yote itokanayo na kuridhika ndani ya huduma. Tunataka zaidi, tunataka zaidi, tunataka zaidi, tunataka zaidi, tunataka zaidi, mamlaka zaidi, nguvu zaidi, upako zaidi, neema zaidi, nguvu zaidi, utoshelevu zaidi, kibali zaidi, watu zaidi, nafasi zaidi, miliki zaidi, nguvu zaidi, kukamata nchi zaidi. Twende mbele za Bwana kama Living Water. Kwa jina la Yesu. Yes. Naona unakwenda. Nasema naona unakwenda. Utukufu hata utukufu, nguvu hata nguvu, neema hata neema, kibali hata kibali. Naona unakwenda, na unakwenda mahali pa juu. Naona unastawi, unaenea. Hakuna kuridhika, hakuna kushikiliwa. Hautakaa mahali pamoja, hautazunguka mlima.